Mimi naitwa Ismail Mshana, karibu katika exclusive za Scope Media. Karibu tukupitishe katika kile ambacho unastahili. Tuko na kaka yetu, Mwalimu Yanga. Kaka kwema? Niambie ndugu yangu. Kwema nishukuru. Shukrani mwanangu, niambie karibu. Asante. Steven Mguto anasema bwana nyie na Simba wamezoea ni busara. Kanuni huwa haipati nafasi hapo. Kwanza jambo la kubwa kuliko lote. Mpaka leo hii watu wanashangaa kwa nini mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto bado ni mwenyekiti wa bodi ya ligi. Na ukisoma kanuni na taratibu ambazo tumejiwekea wenyewe, mwenyekiti wa bodi ya ligi ni lazima awe mwenyekiti wa klabu. Leo Mguto sio mwenyekiti wa klabu yoyote ya Coast wala timu yoyote, lakini ndio anaongoza mamlaka ya bodi ya ligi. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, na hiyo waandishi wa habari mtusaidie. Alizungumza kweli akasema mechi ya tarehe 8 wangefuata kanuni na sheria na taratibu, maana yake Simba angeshushwa daraja na angenyang'anywa pointi 15. Angesema jambo hilo maana yake ingesababisha amani ya nchi kupotea. Huyo ndo mwenyekiti wa bodi ya ligi anasema angefuata kanuni na sheria, maana yake yangetokea hayo. Tafsiri ni nini? Kwa tafsiri ambacho atalamikia Yanga kuwa hawafati kanuni na sheria na taratibu, Mguto amethibitisha mbele ya vyombo vya habari kuwa hawafati kanuni na sheria na taratibu. Je, mpira usipofuata sheria, kanuni na taratibu utakuwa ni mpira? Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, mwenyekiti wa bodi ya ligi alizungumza na umma akasema tumeahirisha mechi ya tarehe 8 kukiwa kuna vitu viwili vya msingi kwa ajili ya kuahirisha mechi ya tarehe 8. Jambo la kwanza akasema usalama ulikopo ni mdogo, na jambo la pili akasema kuna viashiria vya rushwa, na jambo la tatu akakamilisha kwenye haya yake ya mwisho akasema tutafanya ripoti ya kiuchunguzi na tatoa kwa umma. Waandishi wa habari Scope Media mkafanya kazi kubwa kwenda kumtafuta mwenyekiti wa TAKUKURU wa mkoa wa Temeke, mkamuuliza hili jambo la rushwa liko ofisini kwako? Akasema hakuna. Akatafutwa kamanda wa mkoa wa Dar es Salaam Afande Mlilo, akaambiwa tarehe 7 na tarehe 8 kulikuwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, akasema hakuna. Tafsiri ya haraka inatuambia bodi ya ligi iliwadanganya umma na Watanzania, wenye vyombo vya mamlaka walikataa. Lakini pia mwalimu, taarifa za uchunguzi ambao ulitoka kwenye ile taarifa kwamba vitasemwa, mpaka hivi sasa hatujavisikia licha ya kupangwa kwa ratiba mpya ya dabi. Ndio hapo tunaendelea mdogo wangu Ismaili. Kwa tumesema kuwa alidanganya umma kama wenye mamlaka wa kuchunguza, wenye mamlaka kulinda usalama na raia wamekataa. Tafsiri maana yake mwenyekiti wa bodi ya ligi angetakiwa jiuzuru kwa sababu alidanganya umma. Lakini akasema hatutapanga ratiba mpaka ripoti ya kiuchunguzi tutatoa. Na kuuliza, ratiba imepangwa hajapangwa? Ripoti imetolewa hajatolewa? Kwa tunakubaliana kwa huyu ni mwenyekiti muongo. Na mimi kwa umri wangu kusema mwenyekiti ni muongo ni dhambi. Lakini katika hili mwenyekiti wa bodi ya ligi ni muongo na ametenda dhambi ya uongo kuwadanganya Watanzania kuwa hatakuja na ripoti ya uchunguzi ndio atapanga ratiba. Sasa jambo la msingi ni lipi ambalo la msingi kuelewa? Mimi nataka nikwambie mechi ya 184 Yanga waliandika barua siku 5 baada ya dabi kuahirishwa, wakapeleka bodi ya ligi. Nachokuambia sasa hivi ni miezi miwili, siku 60 hawajatoa ripoti ambayo Yanga amepeleka. Lakini kuna timu imepeleka saa 8 usiku, saa 8 asubuhi wakatoa barua akasema mechi haitachezwa. Uongo kweli? Tukisema bodi ya ligi kuna double standard tunakosea. Kwa hiyo mwalimu, nataka kusema kwamba kati ya nyie na Simba Sports Club kuna mmoja anapendelewa na bodi ya ligi na TFF kwa ujumla, na hicho pia mmekiandika kwenye taarifa yenu kwa umma ambayo mnasema hamuna imani na bodi ya ligi, lakini pia kuna viashiria vya timu fulani kupendelewa kuliko mwingine. Hiyo pia unaunga hoja? Hiyo hoja ndio msingi. Nimekwambia kuna double standard. Kama mtu anaandika barua anatoa taarifa saa 8 usiku, bodi ya ligi inachukua inafanyia kazi na naapa kwa umma. Na kuna timu imeandika barua ni miezi miwili hawajajibu. Nimekuuliza kuna double standard kwa akili ya kawaida? Kuna double standard. Sasa jambo la msingi ni lipi? Sikiliza. Sisi tunajua haki zetu ni wakubwa kuliko wao. Bodi ya ligi iko pale kwa niaba ya vilabu. Unanielewa? Bodi ya ligi maana yake ipo kwa niaba ya vilabu.
Bodi ya ligi manake ni vilabu. Bodi ya ligi watoke mbele watuambie hivyo viashiria vya rushwa ni vipi, vya usalama ni vipi ambavyo waliandika kwenye barua yao. Mechi ya 184 Yanga ndio mwenyeji. Hawezi kufanya logistics zozote bila kumshirikisha mwenyeji. Unajua hiyo ujui hilo? Yanga wakisema hiyo mechi ya 184 tunaenda kupeleka Gombani, kuna mtu atabisha. Kwa sababu ni nani? Wewe unapanga, anaratibu ni Yanga. Yanga ashatoa tamko amesema hatuchezi. Wewe unatakiwa ubariki ile tangazo, unasema bwana amesema hatuchezi, upangi ratiba. Ni kama vile wengine walivyosema wachezi ulivyotoa nini? Ulivyoharibu ratiba. Lakini msingi wa wote huu ni nini? Msingi wa wote ni Simba kukimbia tarehe 8. Mbona wao wanasema nyie ndo mmekimbia kwa sababu imepangwa ratiba ya tarehe 15 mwezi wa 6 2025 mechi ipigwe, mkasema hamchezi na wanasema mnawaogopa. Jambo la kwanza, tarehe 8 tunakubaliana kwa Simba walikimbia kwenye dabi ya tarehe 8 Machi. Ndio maana Yanga walikuja uwanjani, mashabiki walikuja uwanjani, wadhamini Azam walikuja uwanjani na kadhalika. Na mama ntilio walipika chakula. Kibao walikuja, wao ndo wakuja. Wewe una ushahidi gani wa kimazingira kuwa hiyo tarehe watakuja kama walikimbia tarehe 8? Hilo la kwanza. Lakini la pili, umezungumza mambo ya msingi. Timu ambayo umeipiga mara 4 mfululizo. Mara? Kwa sababu sisi naamini makolo ni mai wetu. Tunaamua kumfanya tunavyofanya muda wote na sehemu yoyote na kichaka chochote. Tukiamua kumfanya tunamfanya. Tumempiga mara 4 mfululizo. Ndio timu pekee ambayo tumeifunga mara nyingi msimu huu ndani ya miaka hii kuliko klabu nyingine yoyote. Mara 4. Timu ambayo umepiga nje ndani, umegeuza, umepiga hivi, umepiga huku, umepiga huku, umepiga huku, umepiga huku, umepiga huku. Umepiga mara 4. Unaweza kumuogopa? Kwani tarehe 8 Mpanzu si alikuwepo? Mbona alikimbia? Au Mpanzu alikuwepo tarehe 8? Magoli kafika akatua akasema hatacheza mechi yoyote. Akusema? Anakimbia Yanga hapa Benjamin Mkapa tarehe 8, tarehe 13 namkuta pale KMC anapiga na Dodoma. Hawa walitukimbia. Mamlaka walishirikiana hawa kukimbia mechi. Mamlaka anatakiwa afuate kanuni ambayo wajiwekea, kanuni 34 ipo. Ukikimbia mechi point 15 na point 3 Yanga yapewe na magoli 3. Walitukimbia. Mwalimu hilo uone. Sikiliza. Tarehe 8 walitokea kutokea. Hawakuja. Hawakusema kuwa watacheza mechi yoyote mpaka hatua zichukuliwe. Uongo kweli? Na Dodoma wamecheza. Hawajacheza na Prison. Ligi inaendelea. Kwa tafsiri yake walitukimbia. Mamlaka washirikiana hao kwa kimbiza. Kwa mamlaka msitaki watetea hawa. Hawa ni wauni. Wauni walikimbia, Watanzania wafezesha. Na mimi ndio nikwambie, mechi ya 184. Anafanya promotion ni nani? Si Azam. Azam wameambikia bodi ya ligi na mamlaka. Wamepata nini? Hasara. Na walipizwa. Kwani Azam ni wajinga? Wao watafanya promotion ajua mechi haipo. NBC hajatoa taarifa zao kama pata hasara. Yaani umewatia watu hasara, hautaki kujiuzuru. Umewatia watu gharama, hautaki kujiuzuru. Kiasi chao cha kuteuliwa tu, si ndio? Au kuna mwenyekiti wa bodi ya ligi analipwa? Sasa teuliwa. Kwa nini hutaki kujiuzuru? Yaani una manufaa gani kukaa kuna iko kiti? Umeshatoa doa mpira wa nchi. Mpira nchi mpaka umeenda FIFA. Watu wamelalamika. Watu wamekosa ajira, biashara zimeharibika. Magesti imepata hasara. Vyombo vya habari vimepata hasara. Hiyo hasara zote nani wajibike? Mwalimu unataka kusema hizo hasara zote nani wajibike? Wewe unahisi nani anatakiwa kuwajibika? Ndio maana tukasema bodi ya ligi ijiuzuru kwa manufaa ya mpira wa nchi. Bodi ya ligi ikijiuzuru, kwanzia mwenyekiti Steve Mguto na Armas Kasongo mtacheza. Hiyo sio bodi ya ligi. Bodi ya ligi na wajumbe 12. Wote wajiuzuru kwa manufaa ya mpira, sababu wote wameshirikiana. Wajiuzuru jambo la kwanza. Alafu jambo la pili waje kuambia Watanzania. Ukisoma ile kanuni ya 34 ibara 1-2 imezungumza mtaje sababu za kualisha mechi hizo za dharura ni zipi ambao Tanzania wanahitaji.
Lakini jambo kubwa, waziri wa michezo swalita watu watatu, uongo kweli? Hakusema tutaita tena. Waziri ameita tena hao watu. Yaani hao manake wanakaidi hata maagizo ya waziri. Yaani waziri mwenye dhamana ya michezo wa nchi hii amesema tutawaita tena kuungana na hilo jambo. Waziri bado hajatoa conclusion. Wewe unapanga ratiba, maana yake unampinga hadi waziri. Alafu bado unataka kuendelea kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, unataka kuendelea kuwa mtendaji wa bodi ya ligi. Yaani waziri anapingwa hadharani kwa mujibu wa ratiba. Yaani waziri anasema nitakataka tena, tutafanya jambo la usuluhisho, si ndio? Yaani waziri anavunjiwa heshima hadharani. Alafu mwenyekiti bado upo. Sikiliza. Yanga ni kubwa. Na hii nazungumza na wanachama na mashabiki wa Yanga kokote. Vita hii inahitaji wanachama wenye moyo wa kupigania klabu yao. Inahitaji mashabiki kupigania klabu yao. Na hao mashabiki ni wa klabu ya Yanga. Kama tumeweza kupigania uhuru wa nchi hii, haiwezekani kikundi cha watu wachache waweze kuharibu mpira wa nchi hii. Tutashinda hii vita. Iwe mvua, iwe jua. Aidha tuwe tumekufa au tuwe hai, hii vita tunaenda kushinda kwa sababu tupo katika kanuni na taratibu ambao tutasimamia. Mwalimu, tarehe 15 mwezi wa 6 2025 ikitokea nyie hamjaja na bodi ya ligi na TFF imesimamia msimamo wake, huoni mna hatari ya kukopwa hizo alama 15 za mechi zidi ya Simba? Jumla maana yake ni alama 18. Kwanza jambo kwa tarehe 15 ni sherehe za kitaifa za Yanga, natangaza. Ni sherehe za kimataifa za Yanga kokote. Yanga ndio timu pekee duniani msimu huu yenye makombe matatu. Wana Toyota Cup, wana Ngao ya Jamii, wana kombe kubwa la Muungano. Tarehe 15 Juni matawi yote nchi nzima tutafanya sherehe za ubingwa hayo makombe. Kwa kama na Yanga ambaye ana chochote, kama kuna kituo cha watoto yatima akatoe msaada, kama kusafisha hospitali tutasafisha, barabara tutasafisha. Baada ya hapo tutafanya sherehe kusherehekea makombe matatu ndani ya msimu huu. Yaani mechi ya mchezi mnafanya sherehe. Siku ya sherehe ya nchi hii ya Wanayanga kokote. Tunasherehekea makombe yetu ambayo kwa damu na jasho tumepambana, tumeyavuna. Tarehe 15 Juni. Sikiliza, ikicheza hiyo mechi mdogo wangu, ndio chukua milioni 10. Ikicheza. Narudia tena, mechi 184. Yanga Afrika wakicheza hiyo mechi ndio chukua milioni 10. Shilingi za Kitanzania. Shilingi za Kitanzania milioni 10, milioni 1, milioni 2, milioni 3, milioni 4, milioni 5, milioni 6, milioni 7, milioni 8, milioni 9, milioni. Na hiyo mechi ikifanya promotion na Azam ndio chukua milioni 10. Hata Azam unaweza usifanye. Sikiliza. Wanajua hawezi kufanya huo utoto ambao wamepata hasara. Wanajua msimamo wa Yanga ndani ya nchi hii. Kama hawajui msimamo wa Yanga, kawaambie wakafukue makaburi ya wakoloni, watajua Yanga ndo nani juu ya nchi hii. Sura ya nchi hii unayoona inatamalaki, unapata nuru katika nchi hii ni baada ya Yanga kutoa udongo wekundu ndani ya ardhi ya Tanganyika. Bila Yanga imara nchi hii inayumba. Bila Yanga imara mpira huu unayumba. Yanga imesababisha mpira huu ndio yuko timu ligi nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika tunaenda sasa hivi. Baada ya kutoka nafasi ya 6 ni Yanga ndio amefanya hiyo kazi. Mwalimu, mchambuzi Hans Raphael ameripoti Young Africans imetuma barua yenye peji 167 kwa mamlaka za serikali kulalamikia yanayoendelea katika mpira wa nchi hii. Miongoni mwa hayo malalamiko ni mechi ya Azam dhidi ya Young Africans dhidi ya Simba kule Zanzibar. Magoli yote ya Simba mawili yalikuwa offside, na wametuma na video mjongeo, wametuma picha mjongeo kuonyesha matukio hayo. Ili pia mwalimu lina ukweli, Hansi amelisema. Kwanza kama amelisema, kama ni mwandishi ambaye afanya taarifa za uchunguzi, kama amelipata kwa muktadha huo ambao nasema, lakini tukubaliane kwa muktadha huo. Mimi ndio binadamu wa kwanza kusema kwa Simba wanapendelewa ndani ya mpira wa nchi. Kelele hizi zimechelewa sana nyie kuzipaza sauti. Kipindi ninachosema mechi ya Azam, kipindi kile mechi na Coast, nazungumza mechi na Coast, nilikuwa peke yangu. Lakini sasa hivi waandishi wa habari na wachambuzi imekuja kuona kuwa nilikuwa ninachozungumza ni cha ukweli. Na ni ukweli wa Mungu. Kama wote tunamwogopa Mungu,
Kama marefari wa nchi wangekuwa wako serious, leo Simba na Ken God wako wanashuka daraja. Mwalimu, narudia tena, kama wote tunamwogopa Mungu aliyeumba dunia na ardhi, wote kama tunamwogopa wote, wakina Kefa Kayombo, wakina Shoma Lawi, wakina FA Kambi, wakina Tatu Marogo, Jafet Smart, unanielewa? Hao ndio waamuzi ambao wamemtengeneza maabara mpaka leo wako nafasi ya pili ligi kuu Tanzania bara. Na imefika hatua katika nchi hii watu wanadhulumu mpaka jeshi la nchi. Nani kadhulumiwa jeshi? Mashujaa maskini ya Mungu. Kipa anamwambia refari, bwana nimeumia, refari Kefa Kayombo anampa kadi ya njano. Ndio alivyosema. Ndio, au kuangalia hiyo mechi. Mchezaji wa nje anaingiza mpira ndani. Kipa anatoa mpira ili wapige kona, wanaambia kwa kugusa huu mpira chukua kadi ya njano, kwa kadi nyekundu. TAKUKURU wapo. Sio? TAKUKURU kazi yake kuchunguza hivyo vitu, dalili hizo zipo. Tushapaza sauti sana katika mpira wa nchi. Inahitaji mpira nchi ukombolewe. Ukiona vitu kama hivyo, eti na mtu mwingine anakuambia tu huyu anafaa kwa katika ligi kuu Tanzania bara. Huu mpira wawekezaji wanazoweka hizi fedha na utoto wa marefari ambao wanaufanya unaharibu taswira ya mpira wa nchi hii. Ndio maana leo uwanjani unakuta mashabiki hawaendi kwa sababu wanajua refa ni nani, Jafet Smart nani, Kefa Kayombo ni nani, Shoma Lawi ni nani. Tunanajisi mpira wa nchi hii kwa kumwandaa mtu maabara awe bingwa. Bingwa andaliwi maabara. Bingwa anapambana. Ndio maana kote yashindwa kutoboa. Sasa imekuwa mjadala. Na kama hizo taarifa ni za kweli zimeenda huko kutaja wa marefari na hizo mechi, ni kweli walibebwa. Na wao nakiri walibebwa. Tafuta shabiki mmoja, wamekiri mashabiki kutoka kila Kisugwa kina Mzalamu, wote wakina Haji Simba wamesema ndio. Hii mechi tulibebwa. Na kubebwa kwao maana yake inapoteza taswira ya mpira wa nchi hii. Wenye mamlaka hao nimekwambia kimya. Yaani ndugu yako Abdul Nasolo anamuona huyu mwamuzi Kefa Kayombo. Hii si mechi ya nani? Hii ni mechi ya Tabora. Hii si mechi ya Kosi. Karibu mechi ya Kosi na Simba. Karibu mechi ya Tabora na Simba. Alafu anampa mechi tena kachezeshe mechi ya Simba na Mashujaa. Yaani aliyeharibu ndo anapewa nafasi. Katika nchi hii Rais Dr. Mama Samia Suluhu Hassan akikuona umeharibu anakuweka benchi. Yaani Abdul Nasolo ukiona umeharibiwa katika mechi ya Simba unapewa nyingine. Hapo tunatenda haki. Tunatenda haki. Lakini hayo yote hawezi kusema. Kuna mpuzi mmoja. Na mimi nimeamini jana. Nimemsikia binti kazula mimba. Huyo sisi wa Tanzania wanamjua mtu mmoja tu. Jemedari Said bin Kazumari. Huyo kazula mimba ni nani tena? Sikiliza, huyo binti kazula mimba ndio anaonekana ndo kama anaongoza bodi ya ligi. Yeye alisema jana saa 5 usiku watu wakapanga ratiba. Hiyo haiwezekani. Taasisi kubwa. Mtu tu kavimbilwa kwake, kavimbilwa watu wanalopoka, mnamsikiliza na mnapanga. Ndio Watanzania wanaunganisha doti. Kuwa huyu ndio anatumwa. Au nakosea? So huyo unamtaja wewe, nimesema binti kazula mimba. Yeye ndo anaongoza hayo mamlaka. Akisema yeye ndo final say, wao wanatenda. Nchi bila Yanga asingekuwa pale. Hata umaarufu aliopata kwa ajili wa Yanga. Wewe unasemaje mpango tarehe ya mchezo? Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Bila kuwa na viongozi imara, naambiwa na Yanga, bila kuwa na viongozi imara. Hii leo Yanga jinsi inavyopigwa vita. Leo hii Yanga ungesikia mwanangu, leo Yanga nafasi ya 10 na nafasi ya 14. Engineer Said na Arafati na kamati ya utendaji wanashinda vita ardhini. Vita ngumu kweli kweli chini ya mamlaka. Na singekuwa na timu bora. Hii leo ina Yanga nafasi ya 15 10 ngapi? Kwa ajili ya uonevu ambao tunatendewa ndani ya mpira wa nchi. Na mtu mwingine mpuzi akasema eti miaka 3 nyuma ilikopo hii. Sikiliza Ismaili, unafanya kazi scope
Scope anakulipa mshahara. Amekulipa mwaka jana. Mwaka huo hajakulipa na mwakani hajakulipa. Utasema Scope bado ni mtu mzuri? Eti kwa sababu ya kutendea wema mwaka jana? Ni mpuuzi tu. Yaani kama leo tu, ni kama leo wewe rafiki yangu. Tunafanya vizuri. Wewe rafiki yangu umetoka hapo ukaja kunichinja na kisu hapo, unataka kunitoa roho. Nitakwambia ni mtu mzuri? Kwa hiyo yule ndo amemteua kama kuongea. Mwalimu, shukrani sana. Kichwani shida yule jamaa. Mwalimu, shukrani sana.